kuingia tunakuuliza. Sasa tumefika mwisho. Hapa ni ulizani unaweza kunikimbia au kufanya mambo yako kwa siri tusijue? Hauwezi kutukimbia wewe. Hata hivi ukifia humu, naomba nisamehe. Ninakutoa kwa sababu ya ile kafara. Nishukuru sana. Katekeleza kitu nilichokupa. Ndipo unaweza kufanikiwa. Nenda kwa ile nyumba. Nadhani umenielewa. Lina. Umeamka? Nimeamka. Na wewe huko umetokea wapi? Mimi nimekuja kukuokoa wewe. Lina, hivi unajua umefikaje kwenye huu msitu? Lina, umeanza lini kuhatarisha maisha yako kiasi hichi? Haya, mara mwisho umeona nini? Mara mwisho nakumbuka nimemwona Kibo, alafu alikuwa anakisha. Aswa? Na hao walikuja kukuua huku. Hivi Lina, ujionee huruma wewe. Kwa nini unakurupuka? Hivi wewe ni wakuniacha mimi kukurupuka tu eti mara umempata mtu mpya, ujue ametoka wapi, tabia zake ni zipi? Are you serious? Ona leo hii hapa, umekuja kwenye msitu kama huu. Unajua ungetoka vipi? Haya, amekuja kukuua. Mbona sikuelewi? Lina, hapo ulipo una tatizo moja kubwa sana usilolifahamu. Na hapo ulipo wewe unatazamana na mlango wa kaburini. Wewe unamaanisha nini kuniambia hivyo? Uko tayari kuniamini? Wewe ukumbuki mara mwisho huko umeonana na nini? Kwa nini upo hapa msituni? Sasa kuna pa kukimbilia. Hem, nisikilize mimi. Uko tayari kuniamini? Ndio, nipo tayari. Sasa nipate. Kuna mtaalamu ambaye ndo amenituma mimi nije hapa. Na mimi hapa nimekuja kwa ajili ya kukuokoa. Nisingejua kama upo kwenye matatizo kiasi hichi. Ila nifuate mimi. Lazima turudi kwa mganga, lazima turudi. Ndio kuingia tunakuuliza. Sasa tumefika mwisho. Hapa ni njoo, usiogope. Usiogope. Mganga.
Wewe mganga, mbona alikuwa mzima? Kwa nini kimemtokea? Hata mimi sijui. Wewe mganga, hapa kuna kitu, si pa kukaa, si bure. Kibo, nashukuru sana tumefika barabarani. Nakuita utaki kunisikiliza. Na tulikuwa pamoja. Bila juhudi zangu kuja kwako, tayari uliniacha msituni. Ulitaka nifie huko huko. Kwa hiyo ulitaka kuniacha unitelekeze, si ndio? Afu nimekutendea mema, we unaniacha. Kama nani? Nimechoka kukusaidia. Hivi ndio mwisho hapa. Naomba kila mtu aendelee na mambo yake. We baba ni mbaya, tena ni mbaya. Mambo yako ukaniacha. Nakuita unisikilize. Kisha lakini ilikuwa ni harakati ya kujiokoa. Wewe mwenyewe unajua hilo. Kwa nini uniache mimi nibaki? Nifie huko huko. Kisha wewe sio kuongea maneno kama hayo. Alafu unajua jinsi gani ambayo tumetoka mbali mimi na wewe. Ni kiasi gani tumetoka mbali mimi na wewe mpaka leo hii tumefika hapa. Tunakutana na majanga kama haya ndio yaje kututenganisha kisha. Sasa saa hizi hamna cha kusaidiana vitu vingi. Wewe ni muuaji. Kila mtu aendelee na maisha yake. Mimi ndo naondoka. Kafara ya mimba ya ex. Kafara ya mimba. Mama, mbona kama mawazo? Kafara ya mimba ya ex. Wewe acha tu mwanangu. Nimevurugwa kama ulivyosema. Nina mawazo kweli. Unajua yule kijana aliyetaka kuoa ameahirisha kuoa. Ameahirisha kunioa? Ndio, ametuma mtu hapa. Wamesema ndoa haipo tena. Yaani mama, nilijua tu. Nilijua kabisa kuwa hataahirisha kutokana na mambo yake. Na hiki ndio kilichonileta hapa niongee mimi na wewe. Unajua mama, yule kijana ana tabia za ajabu. Ni mchawi yule kijana. Nimejishuhudia kwa macho yangu mawili. Yaani nikwambie mama, bora hata Gaspar sio yule. Nilijua kwamba wewe utakapokuja hapa utakuja na staili zako zingine. Nilijua tu kuna kitu kinaendelea nyuma ya pazia. Wewe hapa unakuja kuniambia Gaspar. Yule kijana ameahirisha. Kuna mbinu ambazo mtakuwa mmemfanyia. Kama mlivyopanga njama huko. Yawezekana yule kijana mmemfanyia timbwili, ndio maana sasa unakuja hapa. Nakwambia unaanza kuniambia Gaspar. Ndio mbinu mlizopanga. Sasa nakwambia hivi. Huyo Gaspar wako huyo, mimi simuhitaji humu ndani ya nyumba yangu. Na sijawahi kumkubali. Mama, si unakumbuka mimi nikuahidi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Mpaka nikakubali kabisa kuwa na yule tajiri ili kuokoa maisha yetu hapa. Lakini mpaka nimefika hatua kuja kukwambia hafai. Ni mchawi. Mama, inapaswa unielewe. Nimejishuhudia kwa macho yangu mawili. Nasema hivi, unanielewa? Na huyo Gaspar wako kama ndo njama mlizopanga. Kuanzia hivi ninavyokuambia, nishakataa na sintokuja kukubali. Unanielewa? Na huyo Gaspar wako simuhitaji. Unanielewa? Yaani mama, sijui unataka nje nikwambie kitu gani ili uniamini sasa. Sijui mimi mama, mimi bana hata sikuelewa. Nenda zako huko. Kila siku Gaspar. Karibu kijana. Asante. Yaani mtaalamu, nimejitahidi, nimetumia mbinu zote. Nimemtafuta sana kama ulivyokuwa umenielekeza. Ila dakika za mwisho kabisa ndo nimemkuta. Tena mbaya zaidi nimemkuta na wewe mwanaume wake. Yaani nimeshindwa kufanya chochote. Nimeshindwa hata kumuita. Imebidi niondoke tu. Kwa kweli nikawaza, nikasema basi bora nirudi. Nije niulize hivi hakuna mbinu au namna yoyote ambayo tunaweza kuifanya ili mradi nikaweza kuokoa mwanangu aliye tumboni kwake. Achana na hiyo. Hiyo sasa ndo hatari kubwa. Unamaanisha nini? Lina kamfuata yule mwanaume kisirisiri sana. Maana yule mwanaume kaenda kwenye yule msitu anashela kufanya matabiko. Lina kwenye yule msitu hawezi katoka mzima.
hawezi kutoka mzima, kwa sababu ule msitu una hatari sana. Ule msitu. Mganga, kwa hiyo tunafanyaje? Naomba nisaidie katika hili. Mimi siko tayari kumpoteza Lina pamoja na kiumbe changu. Hapa nataka nikupe dawa, ukamfuate Lina kule kwenye msitu. Bwana Shela, urudi naye hapa Kilingeni kwa ajili ya kuziwia kafara yule mwanaume sifanikiwe. Sawa, asante. Nyosha mikono kwenye chungu. Nyosha. Sasa hapo nakupa dawa ambayo unaweza kuingia kwenye ule msitu na kutoka. Hakikisha unarudi naye hapa, uendelee na tambiko lingine kwa ajili asifanikiwe na ile kafara. Unaweza ukaenda. Kwa hiyo hakuna dawa yoyote nyingine ninayohitaji kubeba? Hapana, hiyo iliyokufanyia ndio zindiko la ule msitu. Unaweza ukaenda. Sawa. Fanya haraka iwezekanavyo uje naye hapa. Sawa. Sasa hali imeshakuwa mbaya na Lina bado yuko kwenye matatizo makubwa sana, na mganga niliyekuwa namtegemea ndo huyo, sijui niseme amefariki. Sasa natakiwa nipambanie hili swala, kwa sababu damu yangu bado naihitaji sana, lakini pia sipo tayari kumpoteza Lina. Itabidi nipambane, nihakikishe naokoa kila kinachotaka kupotea mikononi kwangu. Kafara ya mimba ya ex, kafara ya mimba ya ex, kafara ya mimba ya ex, agano la kuzimu